You are watching to BW Media. Stay informed. Hali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa BW Media, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Ninashukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Umekuwa nasi toka robo ya kwanza ilivyoanza mpaka tumemaliza. Nipende kukaribisha tena tunapoanza na robo yetu ya pili kwa mwaka wa 2025. Nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unaendelea kutufuatilia, ni kusihi tu uendelee kushare na kulike kwa wengine ili waendelee kupata matangazo ya moja kwa moja. Lakini mpenzi mtazamaji, kama una maswali, una maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, usisite kututumia kwa namba zinazopita hapo chini ya skrini yako, na sisi tutayafanyia kazi maoni yako hayo kwa ajili ya ufanisi wa kipindi hiki. Nikukaribishe sasa mpenzi mtazamaji, tunapoanza mwongozo wetu huu. Robo ya pili tutakuwa na kichwa kinachosema vidokezo, tamathali za semi ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Hii ndio lesoni tutakao kuwa nayo robo hii ya pili. Nikukaribisha uendelee kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa robo hii. Lakini pia leo studio nitakuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani. Ndio kwanza tukianza somo letu la kwanza katika robo hii. Nitakuwa na mwinjilisti Matthew Masaka, lakini pia nitakuwa na Dr. Martin Maduhu, lakini pia niko na Pastor Paul Nduru. Hao wote watatuchambulia robo yetu hii ya kwanza, robo ya pili, somo la kwanza kwa undani kabisa, ili tuweze kuona ni vitu gani tunavyoweza kuviangalia katika robo hii. Karibu mpenzi mtazamaji, uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na somo utakalo kuwa nalo somo hili la kwanza linasema kanuni kadhaa za unabii. Karibu uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kichwa cha somo cha lesoni yetu ya robo ya pili kinasema vidokezo, tamathali za semi ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Hiyo ndio lesoni yetu ya robo ya pili. Na kichwa cha somo letu la kwanza kabisa tutakaloanza nalo inasema kanuni kadhaa za unabii. Na fungu elekezi tutakalo kuwa nalo, tunatembea nalo juma zima hili katika somo hili, inapatikana katika kitabu cha Yeremia sura ya 9 na ule mstari wa 24. Yeremia sura ya 9 na ule mstari wa 24. Inasema, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana, nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi. Maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Hili ndilo fungu tutakao kuwa tunatembea nalo wiki nzima hii katika somo letu hili. Na kabla tujaanza kipindi chetu kizuri kabisa, tunaanza na Bwana. Na atakaye tufungulia kipindi chetu ni Dr. Martin Maduhu. Karibu kwa ombi. Tuombe. Nakushukuru Mwenyezi Mungu ketie mahali pa juu mbinguni, lakini uko pamoja nasi Emmanuel. Tunasema asante kwa wasaa mzuri tutakapokuwa tukitafakari neno lako. Roho Mtakatifu akawe msaada mkubwa kwa wachambuzi na kwa mtazamaji ambaye atakuwa anafuatilia. Tutakuwa katika mada za pekee na za msingi sana ambazo zinahusu kwa ujumla nyakati tulizopo. Katufunulie, katufundishe, katuelimishe. Hata kama wanaoona kwamba zitakuwa ngumu, tusaidie kwa msaada wa Roho Mtakatifu unabii na kujifunza Biblia wakaweze kukufahamu wewe. Katika jina lako Yesu, amen. Amen. Mpenzi mtazamaji, tumepata ombi zuri kabisa kutoka kwa Dr. Martin, na sasa tunaingia moja kwa moja katika mjadala wetu huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, robo hii ya pili. Niweze kumkaribisha mwinjilisti Matthew Masaka aweze kutupitisha katika utangulizi. Ni vitu gani tunavyoweza kuangalia katika somo hili la kwanza, lakini pia katika lesoni hii ya robo ya pili kwa ujumla. Karibu mzee Masaka. Katika masomo ya robo hii ya pili ni masomo ambayo yamejikita sana kuelezea unabii. Na somo la robo hii ya pili linasema vidokezo,
tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii wa Biblia. Tunapozungumzia habari ya vidokezo, tamathali za semi na ishara, ni lugha fulani ambayo Biblia inaitumia kuelezea unabii kwa lugha ya picha, kwa lugha ya ishara na mifano. Na nilipokuwa nikichunguza na kuangalia habari ya tamathali za semi, ni matumizi ya maneno kwa namna ya kuvutia. Yaani anatumia lugha fulani ya picha kuelezea kitu fulani. Kwa mfano, unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ya kwanza, anasema kisha nikaona mnyama kutoka baharini. Na ukijiuliza mnyama anatokaje baharini? Na ni mnyama halisi au anatumia kielezo kuelezea kitu ambacho ni halisia? Tutajifunza kwamba hapo anatumia lugha ya picha akielezea kuhusiana na tawala mbalimbali ambazo zimeelezwa kwa njia ya ishara hizo za mnyama. Na katika somo la robo hii tutajifunza mbinu mbalimbali za kuelewa unabii. Kila kitu kina kanuni zake, na ndio maana tunajifunza ya kwamba katika masomo haya ya unabii inahitaji kuwa na hali ya utulivu ili kujifunza na kuelewa. Mwandishi akielezea habari hizi za tamathali za semi na ishara anasema hivi: katika haya yote tunayojifunza katika neno la Mungu, ili kuweza kupata maneno ya unabii, anatumia lugha mifano, ishara na astiari ambayo vinaposomwa na mtu kwa njia ya maombi na unyenyekevu mkubwa na kujisalimisha, na inampatia msomaji moyo wa kuelewa unabii na inampatia udadisi kwa namna ya pekee sana. Kwa tutajifunza vitabu vya unabii vya Danieli na Ufunuo ambavyo vyenyewe ni kama vile ufunguo na kufuli, kila kimoja kinafungua chenzake. Na ndio maana somo la kwanza kabisa linazungumzia habari ya kanuni kadhaa za unabii. Tunajifunza kwamba kila kitu kina kanuni zake na unabii pia una kanuni zake. Na lile fungu letu la ukariri linasema, bali ajisifie na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Katika ulimwengu tunaoishi kuna watu ambao wanapenda sifa, wanapenda kujisifu, lakini Biblia inatufundisha namna nzuri ya kujisifu. Namna nzuri ya kujisifu ni kujisifu kwa sababu unamfahamu Mungu, unafahamu neno lake la unabii ambao linatuelekeza kwake. Ukweli ni kwamba neno la unabii linatuelekeza kwa Yesu. Unabii wote unamhusu Yesu au unamtaja Yesu kwa kina zaidi. Wengi wanapojifunza unabii wanaona kwamba ni jambo gumu sana kwa sababu ya kutokujua zile kanuni za kuweza kuelewa unabii. Na mtu mmoja alikuwa akieleza jambo fulani linahusiana na vita vile vya Guba ambavyo vya mwaka 1991. Huyu mwandishi wa Kiprotestanti alisema kwamba aliposoma Danieli Ufunuo sura ya 9 akalinganisha na vile vita vya Guba ambavyo alikuwa tumia helikopta, akalinganisha na nzige ambao kwenye kitabu cha Ufunuo sura 9 aya 2 na 3 wanaelezea nzige wanatoka katika shimo. Lakini kiuhalisia haina maana hiyo. Kwa ni vizuri kujifunza kanuni zinazosaidia kuelewa unabii, na Biblia inaeleza wazi kwenye kitabu cha Isaya sura 28 aya ya 10 kwamba ili ujifunze neno la Mungu na kanuni zake. Anasema ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Ili uelewe mada fulani ambayo Biblia inaeleza kwa kina, unajifunza kutoka katika aya mbalimbali. Kwa mfano, unajifunza habari labda somo la uumbaji, utajifunza kitabu cha Mwanzo, utaenda kitabu cha Zaburi, utaenda Isaya. Yote inaelezea mada moja
inayojengwa na waandishi mbalimbali, lakini wakielezea mada moja. Kwa hiyo Biblia kwa kifupi inajitafsiri yenyewe, na unabii Biblia unajitafsiri wenyewe. Kwa hiyo somo la kwanza tunajifunza kuhusu kanuni ambazo zitatusaidia kuelewa vitabu vya unabii vya Ufunuo na Danieli, ambavyo watu wengi kwa kuvisoma wanasema kwamba ni kitabu ambacho hakieleweki, au ni kitabu ambacho kimepitwa na wakati, au mambo yake ni ya mbele sana. Lakini kiuhalisia hata Danieli alipoambiwa maneno haya yafunge, lakini atasoma nyakati za mwisho. Na leo tunajifunza unabii wa Danieli na Ufunuo, maana ni wakati wetu, na kuna kanuni. Ukifuatia masomo haya kwa kina utaelewa kuhusu kanuni hizo, na zitakusaidia kuelewa ishara za mithali za semi na vidokezo vya unabii ambavyo vinatusaidia kuelewa masomo haya ya unabii. Mungu akubariki unapofuatia masomo haya ili kuweza kuelewa kuhusiana na masomo ya unabii. Asante. Asante sana mwinjilisti kwa ufafanuzi huo na uchambuzi huo mzuri kabisa. Ninaamini wote tunaofuatilia lesoni hii tutakuwa tumeweza kuelewa maana halisi ya lesoni ya robo hii ya pili, vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Vitu hivi vinaenda sambamba, unabii pamoja na Biblia ni vitu vinavyojitafasiri vyenyewe. Nikushukuru sana mwinjilisti, na sasa tunapoendelea mbele nikukaribishe pastor. Tunaendelea sasa kuona hizi kanuni za unabii ni zipi ambazo zinazungumziwa hapa. Asomaye na afahamu, ni mstari wa kwenye Biblia ambao tunausoma kabisa. Anayesoma na afahamu. Karibu utupe ufafanuzi kuhusiana na maneno haya. Karibu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kunipatia nafasi kwa kipengele kinachosema asomaye na afahamu. Kimsingi neno la Bwana limeandikwa kwa kusudi la watu wasome wafahamu, sio washindwe kufahamu kila ambacho Mungu amekileta kwa wanadamu. Mfano katika kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari wa 17, Biblia inasema mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu, au kwamba mimi nanena kwa nafasi yangu tu. Lakini sura ya 6 mstari wa 45, Biblia inasema pia hivi, Mungu ameyatoa mafundisho ili wanadamu waweze kuelekezwa na Mungu. Anasema imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Unaona, kwa hiyo hata hizo aya zilizotangulia Ufunuo 1 mstari wa 3, asomaye na afahamu. Mathayo 24 mstari ule wa 15 kianza 14 anasema kwamba mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama, anasema kwamba asomaye na afahamu. Kwa hiyo aya nyingi zinaonyesha kwamba neno la Mungu lilitolewa ili tufahamu, pamoja na kwamba mada zinazojumuisha katika mfululizo wa lesoni hii zimejengwa katika maelezo ya kujua tamathali za semi, ishara pamoja na vidokezo. Vyote hivyo tunaweza tukavijua maana yake, kwa sababu aliyeongoza manabii kuandika Biblia ndiye anayekuongoza wewe ndugu mtazamaji kuelewa. Kwa hiyo ni yule yule aliyetoa Biblia ndiye yule yule anayetupa uwezo wa kufahamu. Mwandishi wetu katika mada hii anasema mtu mmoja ambaye hajulikani kuwa ni mcha Mungu aliwahi kutwa anasoma Biblia, alafu alipoulizwa kwa nini unafanya hivi anasema ninafanyaje? Ninatafuta mianya. Sasa mianya gani? Unajua kuna watu duniani, ndio maana unaona sasa hivi kuna madhehebu na makanisa yanafunguliwa kila siku. Pengine mtu anaweza akawa anasoma ili atafute fungu la mianya ili apate kanisa. Kwa hiyo watu wanasoma kwa nia mbalimbali. Hata kanisani watu wanakuja kuabudu. Sio wote wamekuja kumwabudu Mungu, wana nia zao. Kwa hiyo kwa ufupi tu niseme kwamba kwa kusoma Biblia, kwa kumruhusu Roho Mtakatifu Mungu mwenyewe anene na sisi, tutafahamu habari ya vidokezo, tutafahamu habari ya tamathali na ishara zilizomo katika neno la Bwana. Danieli sura ile ya 9
mstari wa kwanza hadi wa 3 pale anaeleza Danieli kwamba katika mwaka ule wa kwanza wa Dario alipotawala, anasema na kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ile miaka 70 ambayo nabii Yeremia aliletewa maono hayo na Bwana. Kwa hiyo hakuna sababu ukiona mtu anasema kwamba Biblia ni ngumu, vitabu vya Ufunuo na Danieli ni vigumu, sijui vitabu vya gani ni vigumu, ujue ya kwamba yeye ndiye mgumu. Kwa hiyo tuna uwezo kabisa, tumepewa nafasi ya kufahamu yote yaliyoandikwa bila kusaza hata nukta. Nashukuru sana. Nashukuru sana Pastor kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa, na watu wengi sana wanasema mambo kama hayo. Huenda tumeshawasikia, tunaishi nao kwamba vitabu vya Danieli na Ufunuo ni vitabu vigumu sana. Mwinjilisti, huenda umeshakutana na mambo hayo. Sasa lakini Biblia naona mwandishi ametuambia kabisa asomaye na afahamu, na Biblia imetuelekeza kabisa. Kwa hiyo huenda wewe ndiye mgumu, hutaki kuelewa mambo hayo. Lakini nikushukuru tu Pastor kwa ufafanuzi huo mzuri. Ninaamini anayesoma atafahamu. Lakini Maduhu, Dokta, tunapoendelea mbele sasa, tunaona katika Biblia Mungu anataka kueleweka kwa watu wake. Hajataka kuwaficha jambo lolote. Sasa hebu tupitisha katika sehemu hii. Ni kwa namna gani tunaweza kumuelewa Mungu? Asante sana. Ni kwa namna gani tunaweza kumuelewa Mungu ambaye alitoa unabii ule katika vitabu hivi ambavyo ndivyo tunaviona kama vitabu vya unabii. Baada ya kuona hapo nyuma ni kwa namna gani kanuni hizi za unabii zilivyo, na kuona kwamba kwanza kiini chenyewe ni Yesu au ni Mungu mwenyewe ndiye kiini, na wanufaika wa unabii huu sio Mungu bali ni sisi wanadamu. Siri hizo ambazo Mungu aliruhusu kutushirikisha, sisi ndio wanufaika namba 1 wa unabii huu. Sasa kwa nini Mungu anataka kueleweka, na imekuwaje tunasema kwamba vitabu hivi vya unabii ambavyo Mungu anashiriki historia, anashiriki mambo makuu ya miisho ya ulimwengu huu na yanayotokea ulimwenguni, ni kwa nini vionekane visivyoeleweka miongoni mwa watu? Hizo ni nadharia tu ambazo sio kweli, lakini kweli ndo kama hapo tuliyoiona awali. Sasa Mungu siku zote daima, kwa kuwa yeye fikra zake zipo juu mithili ya mawingu, hazichunguziki na wala hazielezeki. Katika ile Isaya 55 fungu la 9 utakutana na hiyo kitu kwamba mawazo yake, akili zake, fikra zake ziko juu sana kuliko mwanadamu. Na kwa muktadha huo basi tunakuja kuona kwamba sio kwamba Mungu hataki au anakosa namna ya kuweza kueleza fikra zake hizo kwa mwanadamu, isipokuwa ni kwamba hatuna uwezo kiakili, hatuna uwezo mkubwa kuweza kuzingamua nini Mungu anachokitaka. Lakini Mungu ameeleza waziwazi, neno lake limekuwa likijifunua na anapenda tumfahamu. Sasa katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 3 na ile fungu la 15 na la 16 ndipo tunakuja kuona kwamba kila andiko, kila neno ambalo Mungu alilitoa, aidha katika unabii, aidha katika Biblia yote kwa ujumla, linafaa kwa ajili ya mwanadamu. Na lengo ni nini? Lengo ni wokovu. Unabii unatusogeza kwa Kristo, unatuonyesha ahadi na inatuonyesha ni mambo gani ambayo ulimwengu utaweza kupitia. Laiti kama asingekuwa ameeleza bayana, tusingeweza kumfahamu kwa namna tunavyomfahamu. Hivyo kwa kiwango ambacho ameruhusu tumfahamu ni kwa kiwango ambacho ni kwa ajili ya wokovu. Mbali na hapo hatuwezi kumuelezea na hajajielezea mbali na wokovu. Bali tutakapoweza sasa kupata ule wokovu, tutakapovikwa ule utakatifu, hata yale makubwa na magumu tusiyoyajua ya fikra zake kubwa tutaweza kufahamishwa. Hivyo nipende kusema kwamba
tujikite katika kile ambacho tayari Mungu ametupatia. Ufunuo na kitabu cha Danieli zipo nabii ambazo zimekwisha timia. Tunazungumzia unabii ule wa siku 2300, unabii wa siku 1260, nabii nyingi sana. Unabii uliopo katika Danieli 2 ya ule ufalme ambao bado tunaungojea wa Yesu Kristo, lile jiwe litakalotokea, lakini zile zote zilizotangulia ni dhahiri na imekwisha kupitia. Hivyo tujikite na tushikilie imara kile ambacho tumepewa, kile ambacho Mungu amekifunua kwetu, na tusianze kuhangaika na kuanza kutafuta zaidi kutaka kujua vile ambavyo hajaweza kutupatia. Nimalizie kwa kusema kwamba Mungu anataka kueleweka, na kwa kuwa anataka kueleweka amejifunua katika neno lake. Na katika namna ya pekee sana kupitia neno lake ndipo utaweza kumjua Mungu, na unapomjua Mungu ndipo utaweza kujisifu kwamba hakika unamfahamu. Tofauti na hapo hakuna sababu yoyote ya kujisifu. Asante. Asante sana daktari, umeelezea vizuri kabisa. Mungu anataka kueleweka, lakini sasa binadamu sisi tumeweka mwanya ule wa kutaka kumuelewa Mungu. Lakini pia anaelezea Mungu wetu huwezi kumchunguza ukamuelewa, lakini kwa namna fulani aliyotupatia kuweza kumuelewa inawezekana. Akili zake hazichunguziki na yeye hana ukomo. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa ufafanuzi huu. Mwinjilisti, tunapoendelea mbele tunaona kwamba Danieli kuna mambo ambayo Bwana alimwambia. Ukisoma katika kile kitabu cha Danieli 12 na ule mstari wa 4, ni mambo gani tunayoona Bwana alimwambia Danieli na akamwambia yafunge maneno haya? Karibu. Katika sehemu hii ya kitabu cha Danieli tunaambiwa Danieli afunge maneno haya. Katika sura ya 10 ya Danieli na ile aya ya 4, neno la Bwana linasema, lakini wewe Danieli yafunge maneno haya, akitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbele huko na huko na maarifa yataongezeka. Lakini unapolinganisha na kitabu cha Ufunuo sura ile ya 22 na ile aya ya 10, Yohana anaambiwa na Mungu, akaniambia usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati umekaribia. Danieli anaambia yafunge, lakini Yohana anaambiwa asiyatie muhuri, maana ya wakati wa mwisho, na wakati wa mwisho tayari uko karibu. Kwa Mungu anapozungumza na Danieli maneno haya yafunge, sababu wakati wake wa kusoma kile kitabu ulikuwa bado. Na anasema maarifa yataongezeka. Sababu nabii kwa nao maarifa yatafanyaje? Yataongezeka. Watu au kwa ubiri wengi walikuwa wakieleza kuhusiana na maarifa kuongezeka ya teknolojia. Na lakini wengi hawaelezei maarifa ya kufahamu nabii wa Danieli kwamba kitabu sasa kimefunguliwa, kile ambacho kaambiwa kifunge kiko wazi sasa kusoma na watu wote ili wafahamu haya maarifa ambayo yapo kitabu cha nini cha Danieli. Sasa kimeandikwa kwa njia ya ishara na lugha ya picha. Sasa inaeleza kwamba baada ya utawala ule wa Rumi ya kidini au kipindi cha zama za giza ambacho kilianza mwaka 538 baada ya Kristo, 1798, tunaona kwamba unabii wa Danieli unaweza kueleweka hasa kuanzia mwaka 1843. Tunasoma kitabu cha nabii Danieli na kufahamu maarifa mengi kuhusiana na kitabu cha nabii Danieli, hususan ni mwambie anaitwa William Miller. Tunasoma kitabu cha nabii Danieli sura ya 8 sura 14 na kuelewa unabii huu wa miaka 1200 na 2500. Unabii muda mrefu kama kueleza na kufanua na kwanza harakati za vuguvugu la marejeo ya Kristo mara ya pili. Kwa kuanzia mwaka 1800 na 13 ndipo unabii wa Danieli unaweza kueleweka na imani yakaanza kuwa wazi. Kwa kuna muda ambao Mungu ameweka wa kujifunza neno lake, na ndio wakati wa mwisho kujifunza unabii. Na kujifunza kwa unabii, lengo kubwa la unabii kuna kumfunua Yesu. Tunamweleza Yesu. Yesu anasema kwamba
maneno haya yote yanatimia kwamba unabii unaeleza habari za Yesu, unafafanua habari za Yesu ili tujifunze na kumwelewa Yesu ili tumwabudu katika jinsi ambavyo Mungu anahitaji kuweza kumwabudu. Kwa hiyo katika unabii na kujifunza ujue kwamba kutana lugha za picha, Biblia inatafsiri yenyewe, kuna haja ya kuhangaika. Maana baadhi ya vitu tunakaa tunatafutia ndio kuelezea unabii, lakini kweli halisi ni kwamba unabii huwa unajitafsiri wenyewe. Maana anasema kitabu kile cha Isaya sura 28 fungu kwamba ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kidogo na kidogo. Ili uweze kuelewa unabii, lazima ujifunze aya mbalimbali za maandiko za kufafanua jambo hili ambalo unaweza katika lugha ya picha katika sehemu fulani, aidha ya kitabu cha Danieli au kitabu cha Ufunuo. Na uzuri wa cha Danieli na Ufunuo ni sawa sawa na funguo na kufuli. Kila kimoja kinafungua njia zake, inaweka wazi. Maana Danieli ananiambia yafunge, Ufunuo anaambiwa yafungue. Maana Ufunuo maana yake ni kitu ambacho kimewekwa wazi. Hii kama kareje asome, aelewe. Na bado mjifunza kwamba lengo la Mungu ni kwamba kumfahamu. Anatumia lugha hiyo ili tusimfahamu, anatumia lugha hiyo ili kumfahamu. Sababu anatumia lugha hiyo ya picha ili tuwe na udadisi, lakini itufanye kwa watu keti na kujifunza kwa kina, tuelewe kile Mungu anachomaanisha katika unabii. Asante sana mwinjilisti, umeelezea kwa uzuri kabisa. Danieli na Ufunuo ni vitabu vinavyoenda sambamba na ni vitabu ambavyo vinajitafasiri. Alichokielezea katika kitabu cha Danieli utaikuta pia katika kitabu cha Ufunuo kwa tafasiri yake. Nikushukuru sana mwinjilisti Matthew kwa uchambuzi huo. Lakini pastor, ukiendelea kuongezea hapo, ni maarifa gani yanayoonesha hapa kuhusiana na habari ya Sabato na kifo? Ni kwa namna gani maarifa haya yameweza kupotosha vitu hivi viwili? Kuhusiana na swala la Sabato, kwanza kabisa ni kwamba kimsingi Sabato ni iliwekwa na Mungu tangu mwanzo. Baada ya kuumba siku 6 ya saba, Mungu akatangaza rasmi kwa wanadamu na akaagiza itunzwe, ishikwe na kutunzwa. Lakini uasi ukaingia. Wakati kitabu cha Danieli kinakuwa wazi, Sabato pia ikawekwa wazi zaidi. Ndio maana tunaona wakati ule wa vuguvugu la kina William Miller, baada ya hapo maandiko ya kitabu cha Danieli yanakuwa wazi zaidi, lakini pia Sabato sasa ikawekwa wazi na wanadamu wakaanza kuitunza. Na kwa hiyo Mungu aliweka wazi zaidi, japo kulikuwa na watu ambao sio wema, na hata leo wapo watu walioikataa Sabato. Sambamba na hilo swala la kifo, Mungu anasema kwamba unapokufa unalala usingizi, siku anaporudi utafufuka. Na kwa hiyo wewe na mimi tunapokuwa tunaishi hapa duniani, Biblia inasema kwamba walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Tunajua kwamba tutakufa, tutazikwa, lakini hakuna aliye hai anayejua kwamba baada ya kufa anaenda mahali fulani. Isipokuwa ni kaburini peke yake. Sasa wapo watu ambao wamepotosha ulimwengu wa kuwaambia kufikiria juu ya kukosa ufahamu kabisa juu ya kifo. Wakristo wengi wanaamini juu ya wazo la kipagani kwamba wafu mara moja wanapanda na kwenda katika hali ya maisha mengine, ambalo kwa wengine linamaanisha jehanamu inayowaka nini? Moto. Tofauti na hilo, tunapaswa kuwa wenye shukrani na kunyenyekezwa kwa maandiko, kwamba tujue kwamba hakuna anayeenda kwenye moto. Moto, Yesu anasema atakapokuja na mawingu na malaika, ndipo atabagua kama mchungaji anayebagua nini? Kondoo. Walio kulia watapata uzima wa milele, walio kushoto ambao ni mbuzi kondoo kulia, alafu mbuzi mkono wa kushoto. Alafu anasema hawa wa kushoto anaambia waende katika ziwa la nini? La moto.
Sasa moto ndipo hapo utakapoanzia. Kwa sasa hakuna moto, mtu anapokufa anaenda kwenye moto. Na inashangaza kwamba maana zipo jamii duniani hapa ambao mtu akifa wanamteketeza kwa nini? Moto. Kwa moto. Sasa huyu ambaye ameteketezwa sasa, sijui akiteketezwa hapa mmemteketeza mnamuona, alafu tena anaenda tena sio anateketezwa wapi? Yaani ni confusion. Lakini maandiko yako wazi. Yanachanganya haya mambo, lakini maandiko yako wazi. Tunakufa, tunazikwa, tunasubiri ufufuo wa wenye haki wa waovu. Wenye haki wanaipata uzima wa milele, waovu wanaenda katika ziwa la moto na kiberiti. Full stop. Na hiyo ndio salama yetu. Mambo mengine haya ni geresha ambayo yameletwa na wanadamu. Asante sana. Nashukuru sana Pastor kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Umeendelea kuongezea katika kitabu hiki cha Danieli, yafunge maneno haya. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na kipindi chetu hiki kizuri kabisa cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Baki nasi. You are watching to BW Media. Stay informed. Nipende kukushukuru mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa kudumu kwa pamoja nasi, na sasa tumerejea kuendelea na mwongozo wetu huu mzuri kabisa wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Nikukumbushe tu, ndio kwanza tumeanza robo yetu ya pili kwa mwaka wa 2025 na tuna somo zuri kabisa linaloelezea kanuni za kadhaa za unabii. Tumeshaangalia baadhi ya kanuni hapa, asomaye na afahamu. Na tunaendelea mbele sasa na mwongozo wetu huu. Dr. Martin. Tunapoendelea hapa tunaona kwamba unapojifunza maandiko au unapojifunza neno, inatakiwa uunganishe vipande kadhaa ili kuweza kupata maana kamili. Au kuweza kupata ile maana halisi iliyokusudiwa. Karibu tuambie katika sehemu ya kujifunza neno, ni kwa namna gani tunaweza kujifunza maandiko haya na kuyaelewa vizuri. Karibu. Naam, asante sana. Kujifunza neno, ni kwa namna gani tunaweza kujifunza neno hili na kulielewa vizuri? Kuna mfano mdogo ambao wanasema jigsaw puzzle. Hii jigsaw puzzle kwa Kiswahili chetu tunaweza kusema mchezo fumbo mkubwa, yani vinakuwepo vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vimesambazwa. Sasa inabidi uvikusanye ili uweze kutengeneza kitu chenye kuleta maana. Unavyokusanya viwili vitatu ukapata picha ya farasi, unaweza ukaishia hapo. Ila unavyoendelea kukusanya unapata ng'ombe, unapata mazingira, na mwisho unapata muktadha halisi, ile jigsaw puzzle yote ambapo inakuwa imeunganika. Ndivyo kama ilivyo katika Biblia. Biblia zipo kanuni 10 za kujifunza neno na unabii, lakini tutaziona pale mbele kwa uzuri kabisa. Kwa sasa hivi nitakupatia kanuni 5 peke yake. Huku kujifunza neno, mtangulizi wa awali ambaye anatajwa sana katika mafundisho mengi ni huyu bwana anaitwa William Miller. Kwa kokotozi wake aliweza kupiga hesabu na akafikia pale 1844, na baadaye aliweza kuacha jukumu na wajibu mkubwa kwa masalia waliobaki na tumaini la kurejea kwa Masihi wao, kuendelea kuchunguza kwa undani zaidi kwamba ilikuwaje hakuja. Wakaona kwamba ni sababu alitoka katika patakatifu na kwenda katika utakaso wa patakatifu, na uchunguzi huo na kujifunza huko ndipo kuna kuleta hata hivi leo. Nipende kusema kwamba Biblia ama neno la Mungu liko kamili, ni kamilifu. Hakuna hata kipande kimoja kinachokosekana. Unapochukua neno moja ukabaki katika neno hilo moja, kama hautounganisha muktadha, hautokusanya vipengele vyote, hautaweza kufikia maana halisi. Na ndio maana inafananishwa na jigsaw puzzle au mchezo mkubwa ambao unakusanya vitu vyote viweze kuleta maana. Sasa kwa kanuni zile 10 za kujifunza neno, nitashare na wewe kanuni 5. Kanuni ya kwanza ni kwamba ninapaswa usome neno au ujifunze neno kwa uwazi. Kwa uwazi kwa maana ipi? Usiende na fikra zako kichwani unaposoma neno, na ndio maana huwa tunaomba Roho aweze kutuongoza, bali
soma neno alafu ujue neno linakutaka nini. Wengine waga wanaenda kusoma neno ili wapate nondo, watafute udhaifu wa kupondea, wa kukashifu vitu kama hivyo. Soma neno, usikie neno linataka nini, usiende na fikra zako. Kanuni ya pili ni kwamba kusoma kwa uangalifu. Kumbuka Biblia na unabii ni kwa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kweli zilizomo mule zina umuhimu na manufaa makubwa sana. Tuzisome kwa uangalifu. Kanuni ya tatu ni kusoma kwa uzuri. Kwamba mifano iliyotolewa, sitiari zilizotolewa, tamathali za semi na lugha ya picha na mafumbo, usipoitafsiri kwa namna neno inavyotaka hauwezi kufikia tamati. Na kanuni ya nne ni kwamba kusoma kimuktadha. Na ndio maana tunasema usibaki tu na aya moja. Mwinjilisti ametueleza fungu zuri katika Isaya kwamba kidogo kidogo na mwisho wa siku inaleta maana. Na kanuni ya tano na ya mwisho ambayo tutaiona katika kipengele hiki ni kwamba kusoma kwa muingiliano wa mafungu, maana Biblia inajifunua yenyewe. Nitamatisha kwa kusema kwamba mwanzo tuliona katika ile kitabu cha Danieli kwamba ameambiwa ayatie muhuri, lakini Ufunuo anasema ayaweke wazi. Katika Danieli hiyo 12 fungu la 4 ndipo inakuja ile kitu kwamba maarifa yataongezeka. Wahubiri wengi leo, watu wengi leo wamekuwa wakitumia hili fungu kama maarifa ya kidunia peke yake. Teknolojia inavyokuwa na nini, ni kweli hayo nayo ni maarifa kuongezeka, lakini zipo sababu kwa nini Danieli aliambiwa yatie muhuri na kwa nini Ufunuo yaweke wazi. Kihistoria kitabu cha Danieli kiliandikwa mwaka wa 164 kabla ya Kristo, lakini kitabu cha Ufunuo kilikuja kuandikwa mwaka 95 na 96 baada ya Kristo. Na kitabu cha Ufunuo iliweza kusaidia kueleweka toka mwanzo kuja mwisho kwa kuwa wakati ulikuwa umefikia, ila kitabu cha Danieli ilikuwa kwa mbele zaidi, na ndio maana Danieli anaambiwa tia muhuri kwa wakati utakapofika yataweza na maarifa yataweza kuongezeka. Maarifa aliyokuwa anazungumzia hapa yapo katika kitabu cha Petro wa kwanza 1 fungu la 10 na la 12. Kwa haraka kabla sijatamatisha nitaomba niisome. Petro wa kwanza 1 fungu la 10 na la 12. Neno la Mungu linasema kwamba katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayo wafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwapo baada ya hapo. Anamalizia anasema wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Manabii baada ya kupokea ujumbe huu kutoka kwa Mungu hawakuishia tu kubaki nao, waliweza kutafuta. Kwa kipindi cha Mila maarifa yalikuwa juu sana, na ndio maana Mila katika kutafuta kwake akaja na hiyo mwaka 1844. Sasa hivi watu wengine wanatafuta ila hawachezi katika muktadha wa neno, na utakuta nabii zinakuwa nyingi sana ila msingi wake sio sahihi. Kwa hiyo nitamatisha kwa kusema kwamba kujifunza neno, Biblia inajifasiri yenyewe. Mungu ameweka bayana unabii wa matukio ya siku za mwisho. Unabii uliotimilika tumeuona na utakaotimilika utafika kwa kanuni zile ambazo tumeziona na tutakazo kwenda kuziona pale mwisho, na tutakazoendelea kujifunza tuweze kuzitumia sasa katika kujifunza hili neno ili tuweze kuelewa Mungu anataka kueleweka kwa namna gani. Asante. Asante sana daktari, umeelezea hili swala kwa uzuri kabisa. Kwamba kujifunza neno ni kwa namna gani tunaweza kujifunza maandiko haya, na umeelezea kanuni hizo. Ninaamini anayetutazama na kutufuatilia wakati huu atakuwapo amejifunza jambo fulani. Pastor, nikukaribisha unapoenda kuongezea katika sehemu hii. Tunaona kwamba kuna baadhi ya watu huwa wanajaribu kuchukua tu baadhi ya vifungu vya maneno anachokiona kwenye Biblia kinachofaa, anakitengenezea maana yake.
ni kwa namna gani sasa tunaweza kuitumia Biblia, si kwa vile ambavyo sisi tunataka, bali vile ambavyo Biblia yenyewe inataka tuitafasiri. Karibu. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuepuka ili kuchukua neno na kulitengenezea maana ni kwamba unapoenda mbele za Mungu. Musa, nakumbuka Musa anapokuwa kichunga wale kondoo jangwani na anaona kichaka kwa mbali, alafu anakisogelea, alafu anasikia sauti katika kichaka kisichoteketea, anaambiwa vua nini? Viatu vyako. Unaona? Na anatii. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba alipaswa aende bila chochote kwenye miguu yake. Maana yake kwamba tunapomwendea Mungu, tunapomkaribia nani? Mungu, tunapaswa tuende tukiwa watupu. Ya neno ambalo napenda kuondoka nalo ndugu mtazamaji kuhusiana na masomo haya ya unabii ni kufuatilia vipindi vyetu katika channel hii ya BW. Maana tutakuwa tunarusha kila wiki. Hii ni somo tu la kwanza na limeanza kwa utangulizi wa kanuni kadhaa za unabii. Unapofuatilia somo la pili na tatu na kuendelea, utajifunza kwa kina na kuelewa kwamba kumbe unabii ni jambo zuri la kujifunza, na unabii unapokuwa umetimia inakuwa ni historia. Kwa hiyo nikutie moyo kufuatilia, kujifunza, lakini kutenga muda wewe mwenyewe binafsi na kujifunza kupitia mwongozo huu wa kujifunza Biblia ambao na masomo yanayobeba miezi mitatu, yani mwezi wa 4, wa 5 na wa 6. Unapofuatia masomo haya ya unabii utajifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Bwana akubariki.